Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika channel yetu ya YouTube. John Heche akizungumza mbele ya wazee wa mkoa wa Mara tarehe 17 mwezi wa 7 pamoja na kuandika kupitia mtandao wa kijamii wa X tarehe 18 mwezi wa 7. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Wekesa Heche ameibua tuhuma nzito za kufanyika kwa ubadhirifu na wizi wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 katika sekta ya ununuzi wa mafuta nchini Tanzania. Kiongozi huyo ameeleza kuwa kuna mchezo unaochezwa na familia za viongozi wa serikali kupitia mfumo wa ununuzi wa nishati hiyo, huku akisisitiza kuwa atapoteza muda kujibu mashambulizi ya kisiasa kutoka kwa watu wanaotumwa kumtoa kwenye mwelekeo wa kutetea maslahi ya wananchi. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amebainisha kuwa nchi za Afrika Mashariki na za Kusini mwa Afrika ikiwemo Tanzania, Uganda na Msumbiji zinanunua mafuta kutoka Mashariki ya Kati kupitia kampuni moja inayojulikana kama Vitol. Hata hivyo, kiongozi huyo ameonyesha takwimu zinazotia shaka kuhusiana na tofauti kubwa ya bei ya ununuzi wa mafuta hayo kwa kila tani ya ujazo kati ya Tanzania na nchi zake za jirani. Amesema kuwa wakati nchi ya Uganda ikinunua mafuta kutoka kampuni ya Vitol kwa dola za Marekani 55 kwa kila tani ya ujazo na Msumbiji ikinunua kwa dola za Marekani 90 kwa tani moja, takwimu za serikali ya Tanzania zinaonyesha kuwa nchi inafanya ununuzi wa mafuta hayo kutoka kwa kampuni hiyo hiyo kwa gharama ya kati ya dola 200 hadi dola 360 kwa kila tani moja. Tofauti hii ya bei inamaanisha kuwa Tanzania inalipa takriban shilingi 659,000 kwa kila tani ya ujazo ya mafuta, huku Tanzania ikipata takriban shilingi 101,102 na Msumbiji ikilipa shilingi 354,000. Hali inaleta uwiano usio wa kawaida ikizingatiwa kuwa nchi hizo jirani kama Uganda na Msumbiji zinatumia miundombinu ya huduma za bandari ya Dar es Salaam kusafirisha nishati hiyo. Ulinganishaji huo wa takwimu za ununuzi unaonyesha wazi jinsi wananchi wa Tanzania wanavyobeba mzigo mkubwa wa kifedha usio na sababu za kimsingi za kisayansi au kisoko katika mfumo wa nishati. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Wekesa Heche ameeleza kuwa mabadiliko ya kimfumo yaliyofanyika mwezi wa pili mwaka huu katika sekta ya nishati ndiyo chanzo kikuu cha ubadhirifu huo. Hapo awali, mfumo wa ununuzi wa pamoja wa mafuta yani Bulk Procurement Agency PPA ulikuwa ukifanya kazi chini ya makala ya ununuzi wa mafuta kwa pamoja ambapo sabuni zilikuwa zikitangazwa kwa ushindani wa wazi ili kupata kampuni inayouza kwa bei nafuu zaidi. Hata hivyo, mamlaka hizo zilifanya mabadiliko na kuondoa jukumu hilo kutoka BPA na kulikabidhi kwa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC. Baada ya kukabidhiwa jukumu hilo, TPDC iliondoa mfumo wa sabuni za ushindani na badala yake kumpa mkataba wa moja kwa moja muuzaji anayejulikana kama Vitol bila kupitia mchakato wa ushindani wa soko. Uchunguzi wa nyaraka za serikali uliofanywa na viongozi hao umebainisha kuwa kampuni hiyo ya Vitol inaonekana kusajiliwa pia kwa jina lingine la Namaro huku Dubai tarehe 17 mwaka 2023.
Mfumo huu wa ununuzi usio na ushindani umesababisha kupanda kwa gharama za mafuta nchini, jambo ambalo limekuwa na athari za moja kwa moja kwa uchumi wa wananchi moja kwa moja. Ongezeko la bei ya nishati hiyo limesababisha kupanda kwa nauli za usafiri, gharama za uzalishaji na hatimaye kupanda kwa bei za bidhaa muhimu za chakula kama vile mchele na sukari, pamoja na kupanda kwa ada za shule kote nchini. Makamu mwenyekiti wa Chadema ameeleza kuwa maelezo yanayotolewa na viongozi wa serikali kwamba kupanda kwa bei ya mafuta kunasababishwa na migogoro ya kivita kati ya ukanda wa Mashariki ya Kati si ya kweli na yanatumiwa kama ajenda ya kufunika wizi huo mkubwa. Amebainisha kuwa kama vile vita hivyo vingekuwa ndivyo chanzo pekee cha mfumuko wa bei, nchi za Uganda na Msumbiji ambazo pia zinanunua mafuta kutoka ukanda huo huo na kupitia kampuni hiyo hiyo zingekuwa zikinunua kwa bei ya chini sana ikilinganishwa na Tanzania. Kiongozi huyo amekumbusha katibu mkuu wa wizara wa nishati Mhandisi Felchemis Mramba kuhusu kauli yake ya awali kwamba nchi ina akiba ya mafuta ya kutosha kutumia kwa muda wa miezi mitatu, na kuitaka jamii ya Watanzania kutokubali kuendelea kubebwa mzigo wa ubadhirifu huo. John Wekesa Heche amesisitiza kuwa taasisi zilizoanzishwa tangu enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kama vile miundombinu ya kuhifadhi mafuta ya TPA jijini Dar es Salaam ziliwekwa ili kulinda usalama wa nishati wa taifa kama wakati wa dharura, lakini mfumo wa sasa wa TBDC na Namaro inatumia kufilisi rasilimali za nchi kwa manufaa ya vikundi vichache. Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amewataka waandishi wa habari na vyombo vya habari nchini kutimiza wajibu wao wa kihabari kwa kuchunguza na kuandika ukweli kuhusu kashfa hii kubwa ya nishati badala ya kuachia masuala hayo yakitipitiza bila kuhojiwa. Amebainisha kuwa masuala ya uchumi na matumizi ya fedha za umma ndiyo mambo ya msingi yanayostahili kupewa kipaumbele katika mjadala wa kitaifa, kwani yanaathiri maisha ya kila siku ya Watanzania maskini. Tuhuma hizi zilizotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Wekesa Heche zimeendelea kuibua mijadala mipana katika mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali ya nchi, huku wananchi na wadau wa uchumi wakisubiri majibu rasmi kutoka Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TBTC, Wizara ya Nishati na mamlaka za serikali ili kutolea ufafanuzi wa kina takwimu hizo za ununuzi wa mafuta kati ya Tanzania na nchi za Afrika Mashariki na vilevile nchi za kigeni ambazo mafuta hayo huwa zinatoka.